Iran imeukataa mpango wa Marekani wa kumaliza vita. Baada ya Marekani kutoa mpango wake wa kutaka kumaliza vita wenye vipengele karibia 15, Iran imesema haikubaliani na mpango huo wa vipengele hivyo 15. Katika mpango wa vipengele 15 ambao maafisa wa Pakistan wamesema wameupokea kutoka nchini Marekani, ni kwamba mpango huo, kwa mujibu wa maafisa wa Pakistan walioripotiwa kusema pendekezo hilo linashughulikia kwa upana mambo yafuatayo. Mambo hayo ni pamoja na msaada wa vikwazo, lakini pia juu ya ushirikiano wa nyuklia wa kiraia, kadhalika kurejeshwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran, lakini ufuatiliaji wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki, lakini vikomo vya kombora na ufikiaji wa usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hii ni baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kusema hapo awali kwamba nchi hiyo iko tayari kuandaa mazungumzo ili kusuluhisha mzozo. Televisheni ya 12 ya Israel pia imeripoti juu ya mpango huo, lakini hakujawa na uthibitisho wa maelezo kutoka kwa ikulu ya White House. Hata hivyo, kutokana na mpango huo, Iran imesema inalipitia pendekezo hilo, lakini haina nia ya kufanya mazungumzo, huku mashambulizi ya kila upande yakiendelea kuripotiwa na shinikizo likiongezeka la kuvimaliza vita hivyo kwa njia ya kidiplomasia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kuisambaratisha Iran ikiwa haitokubali makubaliano ya kukomesha vita. Hayo yameelezwa mnamo Jumatano usiku na msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, na kusema kuwa viongozi waliosalia wa utawala wa Iran wana fursa nyingi ya kushirikiana na Rais Trump kuachana kabisa na mipango yao ya nyuklia na kuacha kuitishia Marekani na washirika wake. Leavitt ameendelea kusema kuwa Rais Trump anatoa kipaumbele kwa amani na hakuna haja ya kuwa na vifo na uharibifu zaidi, huku akionya Iran. Anasema, lakini ikiwa Iran itashindwa kukubali ukweli, na wakati huu ikiwa haitaki kuelewa kwamba imeshindwa kijeshi na itaendelea kuwa hivyo, Rais Trump atahakikisha inashambuliwa vikali zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Kauli ya Rais Trump si maneno matupu, na Iran haipaswi kukosea tena kama walivyofanya na kuwagharimu kuwapoteza viongozi wao wakuu. Vurugu zozote za baadaye zitashuhudiwa kwa kuwa Iran imekataa kukubali kuwa wameshindwa na hawataki kufikia makubaliano, anasema Caroline Leavitt, msemaji wa ikulu ya White House. Teheran haikuchelewa kujibu ikisema inalipitia pendekezo hilo, lakini haina nia kujadiliana, licha baadhi ya maafisa wa Iran kutaja kuwa nchi hiyo ilipokea pendekezo la Marekani ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Teheran haina nia hiyo. Amesema, kwa sasa sera yetu ni mwendelezo wa upinzani na kulinda nchi yetu. Kwa sasa hatuna nia ya kujadiliana. Hakuna mazungumzo yaliyofanyika na naamini msimamo wetu una kanuni kamili. Niseme tu kuwa jumbe zilizowasilishwa kupitia nchi rafiki au watu fulani haziwezi kutajwa kuwa ni majadiliano wala mazungumzo, amesema waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Iran hata hivyo inajisifu kwa uwezo wake wa kijeshi. Kauli hii ya Abbas Araghchi imeondoa matumaini ya kupatikana kwa suluhisho, huku vurugu zikiendelea bila kuonyesha dalili zozote za kupungua baada ya karibu mwezi mzima wa vita. Aidha, Abbas Araghchi amesifu ushupavu wa jeshi la Iran na kusema kuwa kwa sasa nchi hiyo imejijengea hadhi ambayo itakuwa vigumu kushambuliwa tena. Ninaamini kwamba hakikisho la dhati tulilojijengea sasa ni kudhihirisha nguvu zetu katika eneo hili, na sidhani kama kuna mtu yeyote atakayethubutu tena kuingia katika migogoro na vita na watu wa Iran. Yote haya kwa maoni yangu yameuonyesha ulimwengu wote, eneo lote, kwa Marekani na Wamarekani haiba yetu ya kutoshindwa, ustahimilivu na utulivu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, anasema zaidi Abbas Araghchi. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem kwa upande wake amesema kufanya mazungumzo na Israel wakati mashambulizi yakiendelea itakuwa sawa na Lebanon kukubali kusalimu amri. Kauli hiyo imetolewa wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema vikosi vyake vimetanua eneo la ulinzi na usalama ndani ya Lebanon na kwamba vikosi vyake vya ardhini vinajaribu kusonga mbele. Israel ilikalia eneo la kusini mwa Lebanon kwa takribani miongo miwili hadi mwaka 2000. Imetuma tena vikosi vya ardhini nchini humo ikisema inajaribu kuchukua udhibiti wa eneo hilo hadi mto Litani, takribani kilomita 30 kutoka mpakani mwa nchi hizo mbili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa Lebanon haipaswi kugeuzwa kama Gaza.
Katika hatua nyingine, Kuwait kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imesema imewakamata watu 6 wenye mafungamano na kundi la Hizbullah ambalo walikuwa wakipanga vitendo vya uhalifu na mauaji ya viongozi wa mataifa ya Ghuba. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.